kwenye utaratibu ambao umezoeleka wa miaka mingi kwenda kwenye CNG ni jambo linalowezekana. Na bahati moja nzuri sana, rasilimali hiyo iko hapa hapa Tanzania. Tanzania ni moja ya nchi tajiri wa hii rasilimali. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linawezekana. Na kwenye dira yetu ya maendeleo ya taifa 2050, hili ni moja ya lengo kubwa ambalo linaelekeza kukuza uchumi wa kijani na endelevu, ambalo linaenda sambamba na sera ya mazingira ya taifa ambayo inasisitiza matumizi endelevu ya rasilimali, na pia inaenda sambamba na malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, na hasa lengo namba 7 linalosisitiza upatikanaji wa nishati safi na nafuu, na lengo namba 13 linalosisitiza mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa ni watoe hofu kwamba hili ni jambo ambalo linawezekana, na niendelee kuwapongeza kampuni ya Puma Energy kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati kwa kubuni mpango huu kama sehemu ya kutekeleza mpango madhubuti wa serikali katika kupunguza gharama, kulinda afya na kuhifadhi mazingira. Mheshimiwa Waziri, hongereni sana. Ndugu zetu Puma, hongereni sana kwa kutekeleza kwa vitendo. Nyote mtakubaliana nami kuwa hafla hii inaakisi utekelezaji wa sera ya taifa ya nishati na dira ya taifa ya maendeleo 2050, na vile vile inaendana na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa kuhakikisha rasilimali za nishati hususan gesi asilia zinatumika kama kichocheo cha maendeleo ya viwanda, usafiri na uzalishaji wa umeme. Mtakubaliana nami pia kwamba ubunifu wa kuweza kubadilisha rasilimali ziweze kufanya kazi ndio unaoweza kutukimbiza kwa haraka kuleta maendeleo. Hiyo ndio itakayotofautisha nchi yetu na nchi ambazo hazina rasilimali hizo. Kama tuna rasilimali tukaacha kuzitumia, tukawa tunapata shida sambamba na wale ambao hawana rasilimali, ni ngumu sana kuleta utofauti na kuiona tofauti inayotutofautisha sisi wenye rasilimali hizo kama taifa na nchi zingine ambazo hazina rasilimali hizo. Katika kuboresha maisha ya wananchi mijini na vijijini, serikali ya awamu ya 6 imetekeleza mikakati mbalimbali katika sekta ya nishati, na hapa mtakumbuka kwamba imeweza kuimarisha mifumo ya sera, sheria na kanuni zinazolenga kuvutia uwekezaji ikiwemo katika sekta ya nishati kama vile shughuli za kuzalisha, kutafuta mafuta, kuzalisha na kusindika na kusafirisha, pamoja na matumizi ya gesi asilia. Mengine ni kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia katika mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara, Lindi pamoja na Pwani kwa ajili ya matumizi ya viwandani, vyombo vya usafiri na majumbani. Sambamba na hilo, kutumia gesi asilia katika kuzalisha umeme, hatua ambayo ililenga kusaidia na kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza uhakika wa umeme kwa wananchi pamoja na viwanda. Sambamba na hilo, hatua zingine ni kuhamasisha matumizi ya gesi asilia katika viwanda, biashara na taasisi za umma, jambo linalosaidia viwanda vingi kupunguza gharama za uzalishaji kwa zaidi ya 30% na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya nje. Nishati inayotumika kuzalisha bidhaa ikiwa nafuu, tunatarajia bidhaa na yenyewe iwe nafuu, na nishati inayotumika kuzalisha bidhaa ikiwa ghali, inatarajiwa kwamba bidhaa na yenyewe itakuwa ghali.
na bidhaa zikiwa ghali inasababisha gharama za maisha kwa Watanzania kuwa kubwa. Kwa matumizi haya ya nishati nafuu pia ni mkakati wa serikali wa kuhakikisha tunakabiliana na kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Waziri pamoja na wageni waalikwa jukwaa kuu, mimi natambua maisha halisi ya Watanzania. Bajeti yao ya siku moja ukimegamega unakuta ni bajeti ngumu sana kuweza kuhakikisha kila kitu kinafanyika. Kwa inapotokea fursa kama hii ya kupunguza gharama za uzalishaji, gharama za usafirishaji, gharama za nishati, ni hatua kubwa inayolenga kupunguza gharama za maisha ili Watanzania waweze kumudu mahitaji yaliyo ya lazima. Tuna mkakati wa kitaifa wa kuhimiza matumizi ya gesi asilia katika sekta ya usafiri kupitia matumizi ya gesi asilia iliyoshindiliwa, ikiwemo kuweka viwango vya kitaifa vya usalama, kutoa motisha za kikodi kwa vifaa vya kubadilisha magari na kwenda kwenye kutumia gesi, na kurahisisha taratibu za uzalishaji, uanzishaji wa vituo vya gesi asilia na ile gesi iliyoshindiliwa. Hizi zote ni jitihada ambazo zinalenga kuwezesha ustawi wa maisha ya Mtanzania na hasa kupunguza gharama za maisha. Wakati wa kampeni, mtakumbuka Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi kwamba ndani ya siku 100 baada ya kuingia madarakani ataanza kuchukua hatua za kutekeleza ahadi za maeneo aliyosema yatekelezwe ndani ya siku 100 sambamba na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Kuhusu kujenga mazingira bora ya kukaribisha sekta binafsi kwa ajili ya kuwekeza na kuvutia uwekezaji ili kuweza kuongeza huduma kwa Watanzania. Ninapoelekea kumaliza hotuba yangu, nitoe maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Nishati, hakikisheni mnaharakisha usimamizi na mnasimamia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya mafuta na gesi asilia, hususan ujenzi wa vituo vya gesi asilia iliyoshindiliwa katika mikoa ya Morogoro na Dodoma, ambako ndo makao makuu ya nchi. Wizara ya Nishati, ongezeni kasi katika kupanua mitandao ya usambazaji wa gesi asilia ili kukidhi mahitaji ya taifa. Kama mnavyojua, kadri ambavyo wananchi wanashuhudia mambo mazuri yakitokea kwa majirani, kila mmoja anatamani yatokee kwake. Tunataka wananchi wapate unafuu wa gharama katika uendeshaji wa vyombo vya moto, matumizi mengine ya nishati, pamoja na serikali kuipunguza matumizi ya fedha za kigeni na kuagiza mafuta. Nilisema siku moja nikiwa naongea na Wizara ya Kilimo na Mifugo kwamba ulitokea mzozo kule Ulaya ya Mashariki eti na nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, Uganda, Kenya, DRC, Zambia, nchi zenye ukanda wa kijani na zenyewe zikakosa mafuta ya kula. Nchi ambazo zenyewe ndo zinatosha kuwalisha wale wenye vinchi vidogo vidogo wasio na maeneo ya kulima. Hata Tanzania na Msumbiji ambazo ni moja ya nchi tajiri wa nishati ya gesi kwa ukanda wetu huu, hatupaswi kupata shida ya kupanda kwa gharama za mafuta kutoka kwenye nchi zinazozalisha mafuta, ili hali tuna baraka hii ambayo Mungu alitupatia ya gesi asilia. Kwa hiyo tuharakishe kasi ya kupanua mtandao wa usambazaji wa gesi asilia ili kukidhi mahitaji ya Watanzania wote. Mheshimiwa Waziri, umeongea vizuri kwamba mnaendelea pia na utafutaji. Umetaja
mpaka bonde la Wembere kule kijijini kwetu, tuendelee kutafuta pia, tuongeze kasi pia katika utafutaji, ili mwisho wa siku gesi hii iweze kuwa ndio nishati ya kawaida ya maisha ya kila siku ya Mtanzania, ndio iwe nishati ya kawaida ya maisha ya kila siku ya kila Mtanzania. Watanzania wote jitokezeni kwa wingi kutumia fursa ya uwepo wa gesi asilia iliyoshindiliwa. Haya ni mageuzi makubwa ambayo yatachochea maendeleo ya kiuchumi ya mtu mmoja mmoja na kwa taifa zima. Mungu hakuileta gesi kimakosa hapa nchini kwetu, alikuwa amekusudia itunufaishe Watanzania. Mazungumzo kuhusu uwekezaji, maendeleo na mafanikio hayawezi kukamilika bila nchi kuwa na utulivu, mshikamano na amani. Tunavyosema gesi iwe jambo la matumizi ya kawaida ya kila Mtanzania, hivyo ndivyo na wasio na gesi wanavyoweza kuitamani. Nitoe rai kwa kila Mtanzania kuhakikisha kwamba tunadumisha tunu ya amani, utulivu na mshikamano ndani ya nchi yetu, ili uwekezaji wa aina hii uweze kufanyika, ili ulinzi wa rasilimali yetu uweze kufanyika. Tumekusanyika hapa kushuhudia tukio leo kutokana na uwepo wa amani, utulivu na mshikamano, na wakati wote hiyo ndio imekuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Ninawaomba sana kila mmoja wetu aone kuwa ana wajibu wa kulinda na kudumisha amani ndani ya nchi yetu. Nirudie tena kutoa pongezi kwa Puma Energy Tanzania pamoja na Wizara ya Nishati kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kusimamia utekelezaji wa mkakati huu. Na baada ya kuyasema hayo, sasa ninatamka rasmi kwamba kituo mama cha gesi asilia iliyoshindiliwa, yani CNG, cha Puma Energy Tanzania kimezinduliwa rasmi hapa Salasala jijini Dar es Salaam. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi sana. Tusimame wote kwa pamoja. Na msikilizaji wa TBC Taifa na mtazamaji wa TBC1, ni Mheshimiwa Waziri Mkuu